Na mimi ninayeongea naitwa Gabriel Pasco Malata, ndiye jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Songwe. Tumewaiteni ninyi kama waandishi wa habari ili tuweze kuwapa taarifa kuhusiana na uanzishwaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Songwe. Kwa mkoa wetu wa Songwe na wenyewe kupitia gazeti la serikali namba 79 la mwaka 2026, Mheshimiwa Jaji mkuu ambaye ni Mheshimiwa George Mcheche Masaju ameanzisha Mahakama Kuu masijala ya Songwe, na hii ameianzisha na itaanza kufanya kazi rasmi tarehe 30 mwezi wa 3 2026. Aidha, Mheshimiwa Jaji Mkuu ameanzisha pia Mahakama Kuu masijala ya Simiyu ambayo itakuwa mkoa wa Simiyu, lakini kuna mkoa Katavi, lakini kuna mkoa wa Njombe, kuna Lindi, kuna Singida. Mahakama hizo zimeanzishwa sambamba na hii Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ya Songwe. Kabla ya hapo ni kwamba mahakama wananchi wa mkoa wa Songwe walikuwa wanapata huduma za haki kupitia Mahakama Kuu ya Mbeya, masijala ya Mbeya. Huko ndiko ambako walikuwa wanapata, lakini katika utekelezaji thabiti wa jukumu la usogezaji wa haki, utoaji huduma ya haki kwa wananchi, ni kwamba Mahakama Kuu masijala ya Songwe imeanzishwa ili kusogeza hiyo huduma kwa ajili ya utoaji wa haki. Kwa msingi huo sasa, kwa sasa wananchi wote wa mkoa wa Songwe hawatawajibika tena kwenda kupata huduma mkoani Mbeya au Mahakama Kuu masijala ndogo ya Mbeya. Ni kwa nini hawatawajibika kufanya hivyo? Ni kwa sababu tayari wao wameletewa huduma hiyo ndani ya mkoa wa Songwe. Kwa hiyo mahakama hii ndiye itakuwa ndiyo msimamizi wa shughuli zote za utoaji wa haki katika mkoa wa Songwe. Na mkoa wa Songwe kama nilivyosema ni kwamba na wenyewe utakuwa na mahakama za mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani. Jengo ambalo limejengwa katika eneo hili ambapo mlipo, nafikiri kabla mjaingia hapa mmeliona, ni kwamba jengo hilo litakuwa na huduma zote za utoaji wa haki, lakini litakuwa na mahakama ya hakimu mkazi, litakuwa na mahakama kuu, litakuwa pia na mahakama ya rufani. Mahakama hizo zote tatu zitakuwa kwenye jengo hilo kubwa, lakini mahakama ya mwanzo na mahakama ya wilaya hizi zitakuwa katika jengo hili tulipo. Kwa hiyo unaweza kuona huduma hizo zote kuanzia mahakama ya mwanzo mpaka mahakama ya rufani zitapatikana katika eneo hili. Hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanyika au imefanywa na mahakama kuhakikisha kwamba inasogeza huduma
hizi kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hususani kwa hili la kwetu ni katika mkoa wa Songwe. Sasa kufuatia uwepo wa jengo hili, pia kuna huduma nyingine ambazo zitakuwa zinatolewa. Huduma hizo ni pamoja na masuala ya usuluhishi utafanyika pia katika jengo hilo, lakini jengo hilo pia limejengwa kisasa, litakuwa na mifumo ya usajili wa mashauri ya madai na jinai kielektroniki, lakini pia kutokana na hayo kutakuwa kuna mahakama mtandao, kwa maana kwamba usikilizwaji wa mashauri ya madai na jinai kutakuwa tunasikiliza pia kwa kupitia njia mtandao, kwa maana kwamba wadawa hawatahitajika au kuwajibika kuja hapa mahakamani kuja kusikiliza mashauri yao. Wanaweza wakabaki huko kwenye waliko na kesi zao zikaendeshwa kama kawaida. Aidha, jengo hilo pia limejengwa kwa kuzingatia mahitaji mbalimbali ya Watanzania, kwa maana kwamba kuna baadhi yetu ni walemavu. Kwa hiyo namna walemavu wanaoweza kupata huduma na kupanda kwenye hilo jengo, miundombinu hiyo imewekwa bayana. Lakini pia kuna huduma ya mama na mtoto, kama mdawa yeyote yule ambaye anahitaji kunyonyesha, basi kuna chumba mahususi kwa ajili ya kwenda kutoa huduma hiyo. Pamoja na huduma nyingine nyingi ambazo sitazitaja, lakini tunaweza mkaona jengo hilo jinsi lilivyokuwa ni jengo la kisasa kabisa ambalo litatoa huduma kwa wananchi na wadau wote wa mkoa wa Songwe. Wito wetu kwenu na kwa wananchi kwa ujumla ni kwamba jengo hili ni mali ya wananchi. Mali yoyote ambayo ni mali ya umma, sio mali ya chombo chochote kile, ni mali ya wananchi, kwa maana kwamba kodi za wananchi ndizo zilizotumika kujenga majengo haya. Kwa hiyo msisitizo ambao tungependa kuutoa kwamba kufuatia ujenzi wa miundombinu hii ya mahakama pamoja na ofisi nyingine ambazo serikali imeendelea kuzijenga kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, ni kwamba mali hizo zote ni mali za umma. Tuna wajibu wa kuzilinda kwa gharama yoyote ili ziendelee kutusaidia kutoa huduma ambazo zimekusudiwa kupitia majengo haya. Hivyo tunapaswa tuilinde, tuitunze, tuipende na tuilinde kwa gharama yoyote, na tuwe na uzalendo nayo ni hiyo miundombinu.